Nikukaribishe sana katika ripoti ya leo ya EFM la usiku njema tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Leo ni siku ya Ijumaa na kama kawaida siku ya Ijumaa hapa kwenye jioni ya leo kwenye ripoti huwa basi tunakuletea burudani ya kwanza ambayo naamini hizi ambazo umezisikiliza zimekufanya ujisikie vizuri. Karibu. Mimi Veronica niko hapa mpaka saa 2 kamili usiku na tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu nasi tukiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio, tupo na mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Daniela. Ni mmoja kati ya mikasa ya kipekee sana. Na Daniela kiu yake basi kuna mama popote alipo asikilize hii. Kuna baba au mzazi kwa ujumla asikilize hii, lakini kuna vijana, kuna binti unanisikiliza na kijana wa kiume unasikiliza, basi anasema natamani jamii yangu isikie haya. Yes, jana kuna mahali tuliishia ndugu yetu anaitwa Daniela akitueleza kujifeel ndani yake kama kuna kitu kimemuingia. Yeye kwa maelezo yake anasema ninajisikia kuna nguvu ambayo inaingia ndani yangu. Ndio. Kuna nguvu inaingia ndani yangu na naifeel kabisa kwamba kuna kitu kimeniingia. Alitueleza hayo, lakini anasema palipo pambazuka, anasema akiweka kumbukumbu zake vizuri, hapo ndipo alipoanza kuona mabadiliko yake makubwa sana. Anatueleza mabadiliko kwa ukubwa na mimi niko hapa leo tusogee mbele zaidi tusikie haya ndugu yetu anaitwa Daniela akishia pamoja nasi. Yes, Daniela anasema haya. Daniela anasema mabadiliko yangu ya kitabia yalikuwa kwa ukubwa sana. Nilibadilisha pia muonekano wangu. Ukiniona tu unasema huyu ni binti muhuni. Kuanzia kunyoa kwangu, namna ambavyo nimetoboa masikio, namna ambavyo nimejitoboa kuweka vipini kwenye uso wangu, lakini sio hivyo tu, hata mavazi nayo yavaa, mwenendo wa staili ya kutembea nayo tembea, yani kila kitu kimebadilika kwangu. Na hivi ni vitu ambavyo vimetokea kwa ghafla sana. Sio kama nilianza kubadilika taratibu. Mimi nimebadilika moja kwa moja na hizo tabia ziko ndani yangu. Narudia tena, ndugu zangu walikuwa wakinipigania sana. Wakiomboleza kwa ajili yangu kutokana na mabadiliko nilokuwa nayo. Waliiona kesho yangu kuwa njema kutokana na uwezo mkubwa nilokuwa nao kwenye masomo yangu. Lakini ndoto zile ziliishia pale. Sikutaka tena shule. Napenda magenge, napenda kujichanganya. Mimi ni mtu wa starehe tu, ni pombe na mimi. Lakini mbaya zaidi, Daniela anasema nilipoanza kujihusisha na mambo ya vituo vya massage, tunasema hizi massage center. Yani, ukiniuliza kwamba nyumbani nakosa kitu gani, labda wazazi wangu wanashindwa kunisaidia, au nafanya hivyo ili nipate kiwango gani cha pesa kwa matumizi gani. Lakini nilijisikia kwenda kwenye zile massage center. Na kitu kingine pia ambacho naweza nikakizungumza kwa uwazi ni kama nilipatwa na hali isiyokuwa ya kawaida ya kupenda sana kujihusisha na mambo ya mapenzi ya kimwili. Na sikuwa natosheka. Kwa naweza nikawa na mahusiano na huyu nisifeel kutosheka, nikawa na mahusiano na huyu nisijisikie kutosheka. Kwa hiyo nikapata experience kuja kwenye hizi massage center. Huku kwenye hizi massage center wanakuja wateja. Mteja anakuja pale, unataka aina gani ya massage? Anaulizwa. Akifika anaulizwa hilo swali, lakini ataeleza nataka massage ya namna gani. Lakini atafika atakuta wasichana wamejipanga. Na mimi nilikuwa mmoja wa wasichana hao. Yani unaenda unakuta watu wamejipanga. Sio kuna mtu anaweza kanaelewa, maana naweza kanazungumza vitu anaelewa chache. Yes. Haya. Okay. Ndio. Huyu ni ndugu yetu
anaitwa Daniela. Ndio, Daniela anasema. Daniela anasema basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Ndivyo ilivyokuwa kwangu. Tunaenda tunajipanga katika mstari. Anachagua, anapenda msichana yupi amfanyie massage. Atapiki anayemtaka. Na mimi pia nilikuwa ni mmoja kati ya wasichana ambao ninachaguliwa. Yaani nakuta tunachaguliwa. Akija unakuta ni mbaba mtu mzima, nataka wakanifanyie massage. Kuna wengine wanapenda wafanyiwe zinaitwa four hands. Mikono minne, ina maana wadada wawili waende wakamfanyie massage. Sio kuna mtu nazungumza hiki kitu hata anaelewa. Mambo ya duniani haya. Mambo ya duniani. Daniela anasema basi tukienda sasa kufanya kule massage. Mimi ninamfanyia mtu massage. Nikimaliza kumfanyia massage natamani yule mtu nijihusishe naye kimwili. Na sikujali. Yaani ni mtu ambaye sikujali chochote. Kuna kutumia kinga, sio kutumia kinga. Yaani ni vitu ninavyovifanya nikisema nikuelezee kiundani hata yaani unaweza usielewe huyu mtu amepatwa na nini. Lakini ndivyo ambavyo maisha nayo yafurahia. Leo nikiona hapa mteja mmoja nilishoe kumhudumia, anakuja tena na ni point, mimi nasema staki, yani nataka mtu mpya. Wewe Daniela vipi? Nasema staki. Sasa usinyalisho yeye kuja nikamhudumia, kwa nini atake tena kwangu? Mimi staki, mimi nataka kichwa kipya. Ushe kuona mtu ana hali kama hiyo, ina maana ni mtu ambaye anakuwa sio kawaida. Ndio mimi naweza nikakutana kimwili na kijana fulani, nikimaliza bado naona haitoshelezi, ninampigia simu kijana mwingine, ninaenda tena huko. Mimi ni yule Daniela ambaye nilikuwa na maadili, ambaye nilikuwa nina hofu ya Mungu, ninawasikiliza wazazi wangu, lakini ni roho ya kishetani sio kwa kawaida imenivamia ndani yangu. Mambo nayo yafanya ni aibu kwa wazazi wangu, ni aibu kwa mtaa wangu. Lakini mimi, wazazi wangu hasa mamangu alikuwa anasema hizi tabia alikuwa nazo Ana. Sikia hii sentensi hii, anazungumza Daniela. Anasema hii tabia alikuwa nayo Ana. Ana ndo alikuwa na hizi tabia. Tabia hizi alikuwa nazo Ana. Moja nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, tunarejea hivi punde. Lisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Rafiki yetu mpendo wetu anaitwa Daniela. Daniela anatueleza haya. Daniela anasema mabadiliko haya yote ya kitabia, yote niliyokuwa nayo, matendo maovu ambayo unayafanya, ambayo hata yanafahamika kwa jamii yangu na yanaumiza familia yangu sana, lakini tabia zangu zinafananishwa na Ana. Ana ni mtoto wa jirani yetu. Ana ndiye ambaye yeye amekuwa binti wa hovyo sana. Pombe yeye, wanaume yeye ndo starehe na yeye, pale mtaani kashatoka na vijana wengi tu, yani akipita Ana sifa zake sio nzuri. Lakini ajabu, ninakwambia hiki ni kitu cha kushangaza sana. Ana amebadilika tabia kabisa. Yani Ana amebadilika tabia kabisa. Unajua Ana yeye hakuwa ni mtoto ambaye anafanya vizuri sana shule. Kwa hiyo ni mtu wa kujichanganya tu. Yani ni mtu ambaye kuondoka nyumbani kwao kwenda kula bata huko, yani ni kitu cha kawaida sana. Lakini nikwambie Ana ametulia. Kwa hiyo zinafananishwa hizi tabia. Mbona hizi tabia alikuwa nazo Ana? Hizi nilizokuwa nazo mimi. Ana ametulia. Rafiki yangu, mamangu, babangu, popote pale unanisikiliza, Ana alienda shule. Ana, mimi sasa ndio imekuwa kama tofauti. Na watu wanasemaje? Hao wanaoanzaga wapole hawa wakija
wakija kubadilika wanabadilikaga vibaya. Sentensi kama hizi ndo zina nafasi sana. Yani kwamba mimi ina maana nimekuwa kwenye misingi ya kimungu, nimekuwa kwenye misingi ya mwongozo mzuri, wazazi wangu wananielekeza mambo mazuri. Yani sisi ndo tukija kubadilika tunakuwa na tabia mbaya kuliko hata wale ambao walianzaga hizo tabia siku nyingi, vitu vingi wanaona kawaida. Kwa hiyo labda ana yeye kashafanya kachoka, ameona vitu vyote havina maana, ameamua arejea wasikilize wazazi wake, ameamua arejea wewe nyumbani anafanya usafi, anafagia, anapiga deki, anafanya usafi kwa ujumla. Yani vile ambavyo mimi nilikuwa kwa wazazi wangu vile na wasikiliza, nafanya usafi, najali wadogo zangu, ndo ana siku hizi uko hivyo. Daniela anasema nakumbuka siku moja. Siku hiyo nilikuwa nataka pesa. Mimi kutaka pesa ni kitu cha kawaida, kwenda nyumbani kuiba pesa ni kitu cha kawaida. Yani kitu cha kawaida. Na kwa nini nakuwa na uhitaji sana wa pesa? Na natafuta pesa kwa namna yoyote ile? Ni kwa sababu nilipata pia mwanaume ambaye tulikuwa naye kwenye mahusiano, alikuwa akiniambia ili ni enjoy zaidi mapenzi natakiwa niwe na tumia vitu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo alikuwa ananipa natumia. Unafahamu hizo wanasema skunk. Wanasema skunk. Yes. Ndo natumia, na pombe natumia kwa wingi sana. Kwa hiyo muda mwingi nakuwa nataka pesa. Hiyo pesa itapatikana. Lakini siku naishia hivyo tu kwamba nikikosa naweza nikabeba kitu nikaenda kuuza. Yani ukigeuka unaweza kukuta pasi hamna. Nyumbani mnataka kupasi nguo, mnatafuta pasi iko wapi? Mimi nishabeba. Kuna siku niliingia hadi kwenye chumbani kwa mama. Unajua mama alikuwa na vitenge, anaweza nunua vitenge, sio wenzake walimtunza, sio nini anaviweka, ni vipi hajavaa. Mimi naweza nikaenda nikakusanya hata 6. Nikitoka naenda na washikaji zangu kule, nawaambia tuwatafuta wa mama, hii vitenge tunauzia hapa vipya kabisa hivi. Tukienda tunauza bei ya hasara kabisa. Nikawa mimi ni binti ambaye ina maana nikiwa nyumbani, yani ina maana hapo watu waangalie kuna kitu gani hakipo. Sio nyumbani tu. Nikienda hata si kwa shangazi, si kwa nani. Yani jicho langu likitupa mahali nataka pesa, lazima nifanye hivyo. Na haya yamekuwa maisha yangu. Yani ni vitu vya kawaida kwenye maisha yangu. Naeleza kuhusu siku hiyo. Siku hiyo ambako nilikuwa na uhitaji na pesa. Nikawa namwambia mama, naomba hela. Ndio. Mama ananiambia mimi pesa sina pesa. Nikamwambia unayo? Nipe hela. Akaniambia mimi sina pesa. Nimeshakwambia mimi sina pesa. Na nakwambia hapa kwangu utahama. Ukiendelea na hizi tabia hapa nyumbani kwangu utaondoka. Sijui nini kilitokea, tukaanza kuzozana na mama. Sasa mimi nikishaanza kuzozana na mama napata hasira. Yani naona kama ananionea, afu kwa nini ninyime pesa? Nilimsogelea mama, nilimkaba. Huyu ni mama yangu mzazi. Ni mama yangu. Nilienda nikamkaba. Yani nilimkaba, nilimweka kwenye ukuta, yani nilimsogeza ukutani, alafu nikamkaba. Nilimkaba hasa, yani huo mkabo sio kawaida, yani nilimkaba kweli kweli. Mama akaanza kuhangaika, anatoa mikono, yani mimi nimemkandamiza. Daniela anasema nikiwa niko nimemkaba vile mama, yani naendelea kumshindilia. Ghafla kama nikarudi kwenye hali ya kawaida, nikatoa ile mikono yangu. Mama akaanza kukohoa, maana nilimkaba hasa. Mama anakohoa pale, na pale nyumbani tulikuwa sisi wawili. Sijui ile siku nini kingetokea. Yani sielewagi nini kingetokea ile siku, kwa sababu nilimkaba. Yani sio kitu kama nimemkaba tu mkabo papo nimemwacha, yani nilimkaba. Mtu amehangaika. Sijui nini kilichotokea, lakini nikajifeel kama yani
nikamwachia. Alafu kama najiona nafanya nini? Yaani mimi nafanya nini? Ushai kufanya kitu alafu baadaye kama ukashtuka kwa mimi nafanya nini? Sasa hii ndio ikanitokea mimi. Yaani hapa mimi nafanya nini? Mama anakoa anasema, mwanangu unataka kuniua, mwanangu unataka kukuniua. Mimi nikamwambia mama, hapana mama, mimi siwezi kufanya hivyo mama, mimi siwezi kukupiga. Akasema, mwanangu unataka kuniua. Yaani hivyo. Yaani imefika kipindi nampiga mama. Hiki ni kitu ambacho nikikumbuka kinaniuma sana. Mimi naamini hakuna mtoto ambaye anapenda kumpiga mamake. Hakuna mtoto anapenda kumpiga babake. Kwa sababu naizungumza hiyo mimi imenitokea. Ila ni nguvu ambayo iko ndani yangu. Yaani nilivyomshika mama, unajua mamangu ni mnene. Mimi sio mnene hivyo, lakini nilimshika mama. Yaani unajua mtu mpaka unakuwa kama unamnyanyua juu. Kiasi ya kawaida unaweza kujiuliza nimewezaje kumkaba hivi? Yaani hizo nguvu zimetoka wapi? Unamkaba mtu mpaka anahisi anaondoka kweli? Niliumia sana. Katika vitu kwenye mapito yangu viliwahi kuniuma ni kuona mimi nanyanyua mkono wangu, ninamkaba mama, nataka kumpiga. Hicho ni kitu ambacho kinaniumiza sana. Maana ninapokuwa na akili timamu naona siwezi kufanya hivyo, siwezi kumpiga mama. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Daniela. Mama alisikia uchungu sana. Mama alilia sana. Na mama ana migogoro mikubwa sana na mama Ana. Na tulikuwa tunaishi katika nyumba ambayo sio tulikuwa na fence. Yaani nyumba tu hapa, majirani hapa, tumepanda maua ya kutenganisha nyumba ambayo yani, lakini ni majirani. Kwa hiyo unamuona, lakini mama kwa ugomvi aliyokuwa nao na mama Ana, mama alitafuta pesa, aliweka fence. Na fence mama aliweka upande moja. Yaani kwamba ni pesa imekosekana, lakini hatuwezi kuishi hivi. Kwa hiyo akajenga fence. Ushike kuona fence mtu anajenga upande wako tu, wewe jirani yake yani mtengane tu, afu huko ataendelea kuweka huko baadaye. Ndivyo mamangu alivyofanya. Yaani tusionane, tukiamka sio huyu ananiona, namna ambavyo ugomvi ulikuwa mkubwa. Nakumbuka baba aliniita, akaniambia, kwa hiyo siku utakuja hapa utatuchoma moto sisi tukiwa humo ndani, kwa sababu sasa hivi una ajenda yako tuua. Mimi nikamwambia baba, unaona maneno yako? Mimi nilimwambia mama anipe hela, angenipa hela ya mambo yangeendelea kutokea. Yeye ananinyima hela, mimi namwambia nataka hela. Ananiambia sasa kama mtu hana hela inakuaje? Kwa hiyo unalazimisha tutoe hela mboga tukupe wewe? Kwa nini kama ni chakula usili hapa nyumbani? Yaani baba naye akishazungumza hivyo mimi nakuwa mkali. Nimeshashuhudia machozi ya babangu mara nyingi. Narudia tena, hawa wote wakiomboleza kwa ajili yangu kutokana na hali niliyokuwa nayo. Daniela anasema hayo ndo yakawa maisha yangu mimi. Siku zangu zikasogea. Nakumbuka tena siku moja. Daniela anasema katika watu nakutana nao kwenye harakati zangu za masaji, kwenye harakati zangu za kula bata huko, mapombe, ndo mabangi, manini. Kuna mwanaume mmoja nilikutana naye. Huyu mwanaume nilikutana naye kwenye massage center. Alikuja kwa ajili ya kufanywa massage. Katika watu ambao waliwachagua, yeye alikuwa anataka afanywe massage na wanawake wawili.
Kwa hiyo mimi nikachaguliwa na huyo mwingine akachaguliwa. Tukafika hapo, tukamfanyia massage. Mimi sikuwa interested naye, yani tumemaliza tu massage kwa sababu mimi nimekueleza na hiyo roho hiyo, yani ndani yangu nikimfanyia mtu massage nasema kwa nini nimfanyie tu massage, sio mambo ya kulipana, anilipe asinilipe na mtunuku tu, yani sio shida zangu, yani na mtunuku tu, aende afurahie maisha, aende tu afurahie maisha hivyo, na ni kawaida, na siogopi chochote. Unazungumza habari ya ugonjwa sio nini, siogopi chochote. Daniela anasema huyu mwanaume akaniambia mimi nakutaka wewe. Yani baada ya massage, jamani kwenye massage kuna mengi, sitazungumza yote. Mimi nilioelezwa na sio zote. Na hizi ni hizi ambazo Daniela anatuelezea alikuwa akienda. Anasema basi mimi nikamwambia hapana, mimi sijakupenda. Yule akaniambia unanijibuje? Yani kwa nini unanijibu hivyo? Nikamwambia sijakupenda. Sasa utanilazimisha. Ulinichagua nikufanyie massage na nimeshakufanyia massage. Si huyo mwingine? Mwambie huyu mimi sitaki. Akaniambia nakupa laki. Huyu mwenzangu akaniambia Daniela laki. Kwa nini ananiambia laki? Kwa sababu hapa jinsi ambavyo tunafanya hata 5,000. Watu wanakubali hata 5,000. Hata 10,000. Tuna kuna wadada wengine wenyewe walikuwa kwa barabarani wanajiuzaga huko, ndio wanapata hizi platform hizo za hizi nini, yeye ni shida. Shingapi? Haya, huduma hii na hii iko hivi. Uchague mwenyewe sasa hapo, ujichinje mwenyewe. Ujichinje mwenyewe. Basi Daniela anasema mimi nikamwambia sitaki. Nimeshakwambia sijakupenda. Mimi nikiwa sijampenda mtu hata ukeshi hapa mpaka asubuhi. No. Huduma ndio kupa inatosha. Niko ofisini nimefanya kazi yangu. Akaniambia nakupa 200,000. Nikacheka. Nimekwambia sitaki hela yako yoyote. Akasema acha utani, nakupa 5,000. Yule mwenzangu akaniambia wewe Daniela, hebu acha mambo yako bwana. Ngoja niwapishe. Nikamwambia unampisha nani? Mimi sijampenda huyo kaka. Sijampenda. Yule kaka akasema it's okay. Sawa. Basi tuseme tumemaliza, tuishie hapo. Basi mimi nikamwacha na yule dada mwingine, mimi nikatoka zangu. Yule kiongozi wetu pale ambaye ndo msimamizi wa pale akasema kila kitu kiko sawa. Niko kila kitu kiko sawa. Hujapata chochote? Mbona umetoka umenuna? Nikamwambia mimi sijataka chochote kwa kweli. Vipi mwenzio uko umemwacha? Nikamwambia sijajua, alikuwa anapanga vitu. Akasema okay. Akatoka yule dada akaanza kuniambia, Daniela hivi wewe una akili kweli wewe? Yule kiongozi wetu akasema kuna nini? Hana akili Daniela. Mtu amemwambia hivi anamhitaji, amemwambia anampa 500,000. Hiyo 500,000 kwa kazi zetu hizo unazifanya mpaka ukusanye umepata lini? Hizo ni wiki ngapi umepata hiyo pesa? Yule kiongozi wetu akasema 500,000? Wewe Daniela, mbona umekata hiyo 500,000? Nikamwambia kwa sababu mimi sijampenda. Yule kiongozi akasema kwani tunafanya nao wao wote tunawapenda? Mimi nikamwambia mimi hapa aga nafanya na kuwa na interest na kitu. Sijua na interest na chochote kutoka kwa yule mtu. Huyu anayetuongoza akasema hivi wewe Daniela una akili kweli? Kwa hiyo hapa wewe uko hapa sio kwa ajili ya kutafuta pesa, ila kwa ajili ya kuangalia ni mwanaume gani unaweza ukawa interest naye. Hivi una akili kweli? Ingekuwa hivyo si watu wote wangekuwa ni vichaa. Wako wenzako hapo wanatafuta pesa kwa ajili ya kujikimu kimaisha, wanasomesha watoto. Uwezi ukaambia mtu anataka 500,000 ukakataa kati kuna watu wewe wanadili na wewe bure kabisa. Nikamwambia msihangaike na mimi, nimeshakataa na sitaki. Na kama mtaki mnaweza ukanifukuza, pia naweza nikaondoka. Mimi unajua sina shida, afu sibembelezi kazi. Wewe mwenyewe si ndogo unanitaga wewe. Unaniambia mteja fulani alisema nikuite mteja fulani, kwa hiyo usinilazimishe. Kama nimemkataa mtu, nimemkataa mimi. Usinilazimishe afu yule asiningepata mimi.
Wakanishangaa sana watu hawa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Daniel. Haya katika safari yake ya maisha Daniel anasema siku hii sikuwa mchangamfu sana. Huyo mteja alitoka na maana kashakoga, kashavaa nguo zake sasa. Ina maana anatoka moja kwa moja kwa ajili ya kufanya malipo. Ila malipo yale ambayo unazungumza na mhudumu waga mnamalizana kabisa. Yale hayaingii huku kwa keshia. Yale mnamalizana kule. Kwa hiyo ametoka pale, akamwambia huyu kiongozi wetu ambaye ndo pia mchukua pesa, nimependa huduma yenu nzuri, lakini sijapendezwa sana, kuna vitu vimeniboa. Yule kiongozi wetu akasema, tusamehe sana kwa pale ambapo tumekuboa, na tunaahidi kurekebisha mapungufu ambayo yapo. Akasema sio kwamba mazingira ni mabaya, mazingira ni mazuri, lakini sijapendezwa, sijapata huduma ambayo imejitosheleza. Yule kiongozi wetu akasema, tuombe radhi, tusamehe sana, tutarekebisha, lakini isikufanye ukashindwa kuja siku nyingine. Ukija siku nyingine tutakupa ofa pia. Akasema, mimi najua wewe una uwezo wa kunifanyia kitu nikafurahi. Akaambia kiongozi, naomba uzungumze na huyu msichana wako, mimi nataka niongee naye dakika 3. Akamwambia, haina shida, naweza nikaongea naye kwenye gari. Huyo bosi wangu akasema, hamna shida. Yani mimi sasa, jamani, ananitakia nini huyu? Yani ananitakia nini mimi? Mimi mpaka nashangaa, mbona mteja kinganganizi? Unajua mteja mwingine ukishamwa, kwani nini? Hapo wanawake nakwambia tuko wengi hapa. Tuko wengi. Ukija wewe mwenyewe unachanganyikiwa, unakutoa wanawake hata 10 na watu wamejipanga wembamba, wanene, wenye vitambi, wote unatukuta hapa, wa size yote unataka. Sasa unaningangania mimi kwa kitu gani? Mimi mwenyewe kwanza ukiniona hivi, ukiniona dada wa mjini kweli, nywele nisheka brichi, nimejitoboa huku, anataka nini mimi? Huyu kiongozi wangu akaniambiaje, Daniela, sitaki majibizano na usiniambie chochote, naomba kumsikilize mteja. Mteja ni mfalme, mteja fokewi, mteja akemewi, afu mteja akataliwi jambo. Naomba ukamsikilize. Yule huyu kaka akalipa hela ya room. Nikutajia hela ya room shingapi? Hela ya room, akalipa hela ya room. Lakini akamuongezea hela. Akaambia hiyo hapo kwa kazi ambayo umeifanya. Yani kunifanya mimi, yani ina maana kuninanili mimi niende sasa. Daniela anasema, nikaona sio shida, nikaenda, nikaingia kwenye gari yake, nikamwambia unataka nini na una matatizo gani yani? Yani kwa nini afu tena unaniforce mimi? Akasema, nikwambie kitu. Nikamwambia, nakusikiliza. Mimi nimekupenda. Nikacheka, nikamwambia, mimi umenipenda mimi? Nikamwambia, mimi sijakupenda. Akasema, unajua kwa nini mimi wewe hujanipenda? Unajua? Nikamwambia, najua, kwa sababu sijakupenda. Akaniambia, hapana. Unaishi wapi? Nikamwambia, mimi naishi huko mjini. Unauliza mahali nakoishi, unataka ujue ili ugundue nini? Akaniambia, sio kwa ubaya. Sikwambia kwa ubaya. Akaniambia, kuna kitu natamani kukwambia, sio kama utanielewa. Nikamwambia, kitu gani? Kitu gani? Akaniambia, uko sawa? Yani uko sawa? Nikamwambia, ndio niko sawa. Akasema, hapana, wewe uko sawa. Nikamwambia, kwa nini mimi siko sawa? Akasema, unajiona hivyo ulivyo wewe, si unajiona uko sawa? Unajua kuna kivuli kiko nyuma yako na kinakufuata. Nikashtuka. Nikamwambia, mimi kivuli kinanifuata mimi?
na kiko muda wote. Hiki kivuli kinakuja kwako ni kama ukungu uko nyuma yako. Huu ukungu uko nyuma yako, unatembea na wewe, hujifiri chochote. Unaishi na nani nyumbani? Nikamwambia naishi na wazazi wangu. Akaniuliza una elimu gani? Nikamwambia usiniulize hayo maswali, siwezi kujieleza kwa mtu ambaye mimi simjui. Akasema hunijui kweli, na pengine huna sababu ya kunijua. Mimi na uwezo wa kuona vitu. Nikamwambia kwa hiyo kama una uwezo wa kuona vitu. Akasema sije kutana na mtu ana kitu kama hiki. Ndio maana hata nilipokuambia njoo tuje tukutane, yani tukutane kimwili, nilijua utakataa. Nilijua kwa sababu hicho kitu nyuma yako kimeniona mimi, hakiwezi kukubali. Nikamwambia wewe unaongea kuhusu nini? Akasema unaona huwezi ukanielewa. Unaweza kuchukua namba yangu? Unaweza kanipa namba yako pia? Nakuomba sana. Hunijui, hatujuane. Naomba unipe namba yako. I wish, natamani ni ufahamu wazazi wako pia. Kama itakuwa sawa, au kama una ndugu yako yoyote itakuwa sawa, natamani kukusaidia. Nikamwambia unisaidie nini bwana wewe? Akaniambia okay, basi usiwe mkali. Nimefurahi kwa chance hii. Nimefurahi sana kukuona, thank you. Hapo mpaka katiza. Lakini akaniambia nimekula muda wako, naomba upokee pesa yangu. Nikakataa. Nikamwambia mimi sihitaji pesa yako, sihitaji chochote. Akaniambia pole. Nikamwambia pole ya nini? Pole wewe ambaye umekosa huduma ambayo ulikuwa unataka kutoka kwangu. Akasema sawa. Mimi nikashuka zangu. Nimeshuka pale, yule kaka kashuka. Akamuita yule mhudumu, akamuita yule kiongozi wetu, akaongea naye kama dakika 5. Halafu akarudi. Yule kaka kama ameondoka. Akaniambia huyo kiongozi wetu, Daniela, unamfahamu huyo kaka? Nikamwambia hapana. Akaniambia Daniela, nikwambie kitu, kuanzia kesho usije kazini. Nikamwambia kwa nini? Kuanzia kesho Daniela, ninakuomba kiroho safi usije kazini. Nikamwambia yani wewe yani unisije kazini, yani ndio unanifukuza kwamba nisiwe nakuja, au unamaanisha nini? Na kwa nini? Nimekosea nini? Kwa sababu nimemkatalia mteja kumpa anachokitaka. Huyo mteja si tumeshaelewana na umeniambia nikaongee naye, si nimeshaongea naye. Kuna kitu chochote kibaya nimemjibu? Akaniambia Daniela, sitaki matatizo. Nikamwambia matatizo gani? Akasema hivi, unajua Daniela, kumbe mimi napita kwenye kipindi kigumu hapa, kumbe sosi ni wewe. Nikamwambia mimi yani sosi ya matatizo, mimi nakuja sosi ya matatizo. Akasema nilikuwa nafanya biashara hapa mpaka nachanganyikiwa. Magari yalikuwa yanapokezana hapo. Maana nimefanya ukarabati wa ofisi, lakini hakuna kilichobadilika. Nimeinvest kufanya ukarabati wa ofisi, mazingira mazuri kuanzia parking, vitanda nimebadilisha, biashara naenda kuifanya, lakini imeshuka. Kumbe wewe ndo mchawi mwenyewe sasa, ambaye unasababisha hapa wateja wasije. Na ndio maana najiuliza kila mteja kwa nini anakutaka wewe. Kumbe ndo nuksi yangu hapa. Jamani, hivi hata siwezi amini. Alinifukuza yule dada, nisionekane pale. Bwana hapa akija Daniela asiingie. Unajua nilitabasamu, lakini unajua ilikuwa ni kweli. Okay, unajua hizi massage center ziko nyingi, sitatafuta pengine asinzingue mimi. Mimi waga sijali wala nini. Daniela anasema sioni irudi nyumbani. Nilipotoka pale nikarudi nyumbani. Nirudi nyumbani kama kawaida pale, nikifika nataka nikule chakula, sio mambo ya kuosha vyombo. Mimi nikiwa naumwa na njaa, yani uko kwenye fridge, chochote kile alibakiziwa ndani ni chakula aliwekewa baba, ninakula, siulizi, sitaki kujua, sitaki maelezo. Nakumbuka niko hapa nyumbani, simu yangu iliita. Namba ngeni. Sasa unajua mimi mtu wa dili, si nimeenda hapa.
kwa hiyo namba yangu watu wanayo. Nikapokea, nikasikia sauti, Daniela, mambo? Nikamwambia ni nani mwenzangu? Niambie nikuhudumie nini? Maana huduma tunatoa nyingi jamani. Huduma tunatoa nyingi. Akajitambulisha akasema najua utakuwa hunikumbuki. Unajua mimi nimetoka kuonana na wewe pale kwenye ile massage center. Nikamwambia mpuuzi mkubwa, wewe ndio umeniharibia kazi mimi pale. Akaniambia kwa sababu unatakiwa uache hiyo kazi. Hicho kitu kilichopo nyuma yako kinataka kikuharibu na kikuue kabisa. Nikamwambia wewe nani bwana? Niache na maisha yangu. Unanielewa? Kwa hiyo kumbe yule mwanamke kule umemuhonga kakupa namba yangu. Akaniambia unajua kwa nini mimi nahangaika na wewe? Wala sihangaiki na wewe kwamba naweza nikapata manufaa yote kwako. Nimeguswa na wewe, nataka nikusaidie. Nataka nikusaidie sana kukuondolea hicho kivuli huko nyuma. Nikamuuliza, wewe ni mganga? Wewe ni mganga? Ni mchungaji? Ni shehe? Akacheka. Akasema sasa nataka unijue mimi ni nani. Nielekeze unapoishi. Nikwambie sitakutaka mambo ya mahusiano mimi ya kimwili. Nataka nikusaidie. Na sio kwa ubaya. Nikajikuta tu na yani natulia. Na sijui kwa nini, kwa sababu hata tulipoingia kwenye gari alipokuwa ananiuliza maswali, mimi ni mtu wa high pitch, yani siongei na mtu taratibu yani mimi ninaanza tu kushout tena. Kwa mfano kama wateja hawa mimi ndio siogopi, nafoka na yani hivyo. Lakini yule siku zile ananiuliza unakaa wapi, namjibu lakini but niko calm, yani nime cool, yani na utulivu. Kwa hata hapa naongea naye kwenye simu nikajikuta nime cool. Akaniambia, Daniela, una jina zuri sana. Jina zuri. Na wewe ni mtu mwema sana. Iki kivuli nyuma yako kinaondoa wema wako, kimeondoa uzuri wako. Si ndio Daniela? Ulikuwa hivyo? Nikaambia hata sijui. Wananiambia hivyo nyumbani. Mama ananiambia hivyo. Akaniambia tunaweza tuonane kesho. Mimi kuna kitu nataka nikwambie Daniela. Sijui kwa nini nimekutana na wewe. Sijui kwa nini nimekuja pale, kwa sababu mimi kuna mahali waga naenda kupata huduma ya massage. Sijui nini kilinisukuma pale. Usikute kilinisukuma ili nije nikuone wewe Daniela. Nikamwambia ni nani? Mganga. Nikarudia sentence. Ni mchungaji? Wewe ni shehe? Yani watu wenye kuona mambo kwamba wana Mungu ndani yao au wana mapepo. Yani kwa nini aniambia vitu kama hivi? Lakini akaniambia tuonane, na mimi nikamwambia sawa. Kwa tukapanga kuonana. Nikamuelekeza njoo sehemu fulani saa fulani. Ndio. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Daniela. Yes. Daniela anatueleza haya. Daniela anasema, nilikuwa nimekuu ile siku, nilikuwa yani nimetulia hadi mama aliniambia, una nini mwanangu? Unajisikia kuumwa? Nikamwambia hapana, niko sawa tu. Mbona leo unaongea taratibu? Nikamwambia kwa nini mama? Mwanangu, mbona unaongea kidogo kidogo? Yani wewe, kuna watu nyumbani ukiingia wao wenyewe wanasema hivi kelele zimeingia ndo mimi. Lakini nikawa nimekulu tu. Kweli mpaka usiku kaingia, mimi nimekulu tu, natulia. Nilienda kule ofisini, nimekutana na yule mteja, mwisho nimefukuzwa kazi, nimerudi nyumbani, nimepumzika. Palipopambazuka yule mtu alinitumia message, umeamkaje Daniela? Leo ndo siku ambayo tulikubaliana tunaonana na tuweze kuzungumza mazungumzo yetu. Basi muda naona unasogea, mimi nitaanza kutoka mapema, nitafika hapo uliponielekeza, nitakungoja. Nikamwambia sawa, mimi bado nimepumzika hapa,
muda ukisogea na mimi nitaanza safari. Sawa. Mimi nilivyo mzito, nilivyokuwa sio mzingatiaji kwanza wa muda, sinaga mambo ya muda, ukinaweza kuniambia naweza nikakuweka mali hata masaa mawili. Na sijali wala nini. Yaani sio shida zangu, ukitaka ondoka. Lakini nikajivuta hivyo mpaka nikaenda. Nimeenda akaniambia njoo ingia kwenye gari, kwa tuna amani. Nikaingia kwenye gari yake, nikakaa. Akaniambia unaishi na nani uliniambia? Nikamwambia naishi na mamangu na babangu. Sawa. Una umri gani Daniela? Nikamwambia tunaanza kuulizana tena na miaka jamani. Yuko ni muhimu mimi kujua. Nikamwambia haya nieleze kwanza uliniambia. Wewe ni shehe, wewe ni mchungaji, wewe ni mganga. Akasema mimi sio mganga. Lakini pia mimi sio shehe, sio mchungaji. Nikamwambia kwa hiyo wewe ni nani? Akasema mimi nina uwezo wa kuona vitu. Nina uwezo wa kuona vitu, kwa hiyo kuna kitu nimeona kwako. Naweza nikakupa maelekezo namna ya kukusaidia kutoka kwenye situation hiyo. Ndio. Wow, time imesogea msikilizaji, na mimi hapa muda wangu umekwisha. Haya, basi nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Mimi ni tutaonana tena Jumatatu. Tutaonana Jumatatu. Ijumaa tena.